Naleta habari. Haya bwana, mguu huu wako wewe. Kwanza wewe nani? Mimi bwana mfupa sikeshe yeye, lakini nimekuja na rafiki yangu. Ndio naona. Naam. Sababu bwana sheha, tumetokea na tatizo, msiba kidogo faradhi mwenzangu kafa na babu yake. Babu ya yule mzee wako yule amefariki. Yule ndugu wa babu yangu. Ndugu wa babu, tunamjua, tuko naye kila wakati. Naam. Sasa tumekuja tupate msaada wako bwana sheha, kwa sababu ndo tunataka kufanya maziko. Sasa sina pesa wala sina chochote. Si ya pesa. Tumekuja kupata watu wa kutusaidia kuzika. Unajua tena mtu akifa faradhi. Watu si mtaani, mkwambia watu mtaani. Mtaani tumewaambia, lakini sasa tunaona tuje na kwa kweli tupate msaada zaidi. Kule kina nani? Baka mimi sikishakuja. Yule alikwambia juzi hakuja mtu bwana. Hakuja mtu mpaka sasa. Bwana Makame kaja? Bwana Makame hakuja. Shem Haji kaja? Shem Haji nimekutana naye hata kunisikiliza hakutaka. Saidi Mwinyi? Saidi Mwinyi nimemwendea, lakini bwana Saidi naona kanigeukia siku hizi. Hakuna aliyokuja. Kwa ufupi ndio hakuja mtu, kwa sababu kidogo mtaani paka huyu watu kidogo wanamtizama kwa jicho baya. Kwa hivyo sasa tumekuja kwako wewe kupata msaada. Sasa wewe unaitwa Mfupa. Naam. Basi huyu bwana Chita jana akaja hapa. Mimi nilitumwa na wazee wa mji. Wazee wenzetu. Sisi sote wamoja katika sheria. Nikaambiwa huyu bwana ana desturi ya kuwa hendi mamboni mwa watu. Nikamweleza vizuri. Basi kanambia maneno mengine, maneno ya kijinga, na mimi nimejiona mimi si mjinga. Kama ujinga itakuwa labda na wewe. Na haniogopi bwana, tulisoma skuli moja, tulikutana shuleni. Lakini kaambia maneno nakwambia ya maana, mambo na watu, kidole kimoja hakivunji chawa. Juzi wewe baka mimi sinakwambia kafiwa na mwanangu, hakwenda. Akanambia kwa kwenda mimi hakuzikwa. Ndo majibu ya kujibu. Hitimani kwa sababu hitima sekonda 100. Anasema mimi ndio nitakuwa msemaji. Wewe nyamaza mpaka tumalize. Nimemwambia hiyo siku aliondoka jana, mimi nilikuwa na hitima ya mjukuu wangu uje hitimani. Ananiambia isogeze baada ya wiki 2 ikiwa lazima unipate mimi. Na kaondokea, tumefunga buku, hataki kabisa nimwambie habari hizo. Yakanishia mimi tena. Sasa bwana sheha, watu wasema leo mwagika hazoleki. Huyu bwana kakosa. Pengine kakwambia hivyo, alikuwa kidogo mawazo yake yako mbali. Sasa hivi karudi, tumekuja pamoja na mimi kukuangukia ili jambo tulitekeleze. Naam bwana. Yeye wajibu wake kunambia hivyo. Yeye huyu wajibu wake, na mimi haniogopi huyu. Ingekuwa mambo ya maana angeniambia wala sheha nimesikia nitajirekebisha, lakini ananiambia usiniingilie. Mimi nimezaliwa peke yangu langu. Sasa mzike katika kidole kimoja hakivunji chawa, nilikwambia mimi. Bwana sheha anasemaje? Ubinadamu upo. Na binadamu kupitiwa wajibu. Na binadamu kuenda mbele na akarudi nyuma. Yamenikuta yaliyonikuta. Umenifahamu? Kama nikisomo basi nimekiona. Na kama nikipigo basi nimekiona. Nimeyakumbuka yote baada ya kunitokezea yaliyonitokezea. Nimeshindwa kuja peke yake huku ni kuangukia. Nimemtuma bwana Mfupa ajaikabili kutoa kauli kwako. Na kweli baada ya kuona mimi kuuguza kwangu kulikuwa peke yangu kwa kiasi hata sina kuzungumza. Tusaidie mzee. Sasa umejua kama umekosa. Naam. Na umejua maneno uliyosema jana kama umekosea, umeteleza ndio wazee wanasema kufanya kosa si kosa, kurejea kosa ndio kosa. Kwa hivyo sasa mimi nataka msaada gani kwani? Tunataka watu wakatusaidia kuzika. Wallah barabara. Unatoka unakwenda zako mpaka huu msikiti wetu, msikiti jirani. Hapa msikiti tunasali sana hapa. Yuko mzee mmoja anaitwa mzee Ramadhani, yuko mzee Usi. Wale ndo watu tuliowakabidhi mambo yetu yote. Mambo ya kuzika, mambo ya kukosha maiti yote. Sasa vipi bwana sheha? Hao watu tumeshakabidhi. Ikawaeleza yote hayo. Sasa wao ndo walionipa hirai nije kwako wewe sheha nikueleze. Kwa ufupi bwana, wewe umesema wao hawana idhini. Basi tamekwisha, mwambieni wazike. Hakuna matatizo. Sio idhini hiyo bwana sheha. Tunataka msaada na wako wewe na watu wende. Hiyo idhini itakuwa hatujafanikiwa bwana sheha, nakuomba kwa hisani. Kitako. Manake hewala ninachotakiwa mimi nimekosa. Leo langu asante. Niko chini ya amri yako. Niko kaya. Midhali kushagundua makosa yako, mimi sina matatizo. Ndio hakuna binadamu anotimia. Sisi sote tunafanya makosa. Na hivi ndio naambia kufanya kosa si kosa, kurejea kosa ndio kosa. Mimi nimefurahi sana kwa hilo mnajua. Na inshallah Chita hatolirejea. Sasa nyinyi nendeni.
kwa mzee Ramadhani. Nendeni, mimi ninakuja. Na inshallah nitapita kila nyumba, nitapika hodi, maana kazi yangu, mimi si kazi yangu kumwekea nao kwa huyu. Mimi kazi yangu anapokosea nimfahamishe. Na mwanzo kakosa nimemfahamisha akakata. Sasa kata na bai imekwisha, ndio dada. Usishughulike. Sisi tunakuja kumzika babu yako. Sasa kazi kwako. It's upon you to judge. Utaendelea na mtindo wako mbaya au utajirekebisha? Kazi kwako. Lakini sisi tutakuja kumzika. Kwa sababu babu yako mwenzetu halipiti neno. Na nakwambia haya si kwa mambo ya vifo tu. Hata harusi mfupa. Juzi bwana Amur kafanya shughuli, kapika pilau nafikiri sufuria 20. Lakini alikuwa hali kwa watu. Basi ubaba wote kila mtu anambia mimi kula sembe yangu kwa papa, yuko mmoja anasema mimi kula mpoko wangu kwa. Hiyo hadithi nilipata kidogo hiyo. Peke yake. Peke yake usifikiri kwenye maziko tatama harusi watu wanachiwa vyakula bwana. Haya bwana ndio. Mimi nakuja. Sasa tunatangulia ngoja hapa kwanza. Nakuja, hamna wasiwasi. Nakuja na. Haya chita inshallah bwana. Hasanallah. Mwenyezi Mungu hata kuwa na subira. Ndio ile nilokuambia kullu nafsin. Bwana tunakuja pia. Unajua bwana, huyo shehe ndio mtu wa busara wewe. Kama mwingine basi na maneno yako nataka kupandishia yale, twende kwanza, twende tuyamalize. Sema tukamalize. Kazi iliyokuweko sasa hivi, vijana tunajua kwamba skuli ni kazi, lakini chuoni utoro umekuwa mwingi kweli. Pamoja na yote tunayafanya, watoto skuli wende ndivyo inavyotakiwa, kwa sababu wanajijengea kazi, lakini na dini nayo Dini na watoto tuwahimize majumbani, wakirudi skuli wende vyuoni. hiyo ndo kazi iliyobakia, kwa sababu leo darasa yetu watoto walikuwa kidogo sana kabisa. Hata sijui kwa nini kwenye darasa asubuhi, hata sijui kwa nini walikuwa kidogo kweli kweli. Wahimize vijana bwana, na chuoni nako kushikilia. Salamu alaykum, salamu alaykum. Ahlan wa sahlan. Kaini. Yeba salama. Hamjambo. Salama. Naam, nini habari bana? Habari salama. Hamjambo. Alhamdulillah. Je, vipi? Bana chochote? Hata tunakusikiliza. Naona umekuja na print chile. Gumbi kubwa. Naam. Nipi habari bwana? Habari salama. Nasemaje bwana? Tumetokezewa na matatizo. Mimi na huyu bwana kijana. Nyinyi hapa cheo tulichokuwekeni ndo wazee wetu wa mambo yenu yote, na jambo ninalofurahi kwamba wazee nyie heshima yangu ya usheha mnaiweka kuliko inavyotakiwa, maana linalofanyika mnaletea habari, na mimi heshima yangu kwenu sawa sawa na wale wazee wangu walomzaa. Jambo hili na ndio inavyotakiwa, hasa tukija kwenye msingi wa mambo na watu. Sisi tutufahamiane. Babu yake huyu Chita kafa. Habari barabara kaja huyu kijana, maana huyu rafiki yake huyu. Mimi huyu sijui katika shehe yake yukoje, lakini huyu bwana mlinitumia ujumbe nimwambie kwamba bwana Chita hwendi mamboni mwa watu, hitimani hwendi, kwenye 40 hwendi, almuradi maulidini hwendi, watu wanapokufa wewe na dunia lakini dini na dunia. Sasa kanijia mimi nikaambia kumpa maoni, nimempa maoni, akanambia hataki kunisikiliza. Lakini wallahi bwana Ramadhani na bwana usikaji akaangukia, akasema katubu. Mimi nikamwambia wewe ukitubu usitubu kazi kwako, lakini jambo linalotutia unyonge, yule babu yake alikuwa hatoki katika mambo. Babu yake angekuwa anasema tungekwenda, lakini kishafariki. Sasa nimekuja kumuombea huyu bwana, na kwa kweli kukuombeni tukamstiri yule mwenzetu, si kwa sababu yao yeye anaponambia sasa hivi keshahitimu, keshafahamu kama mambo na watu, naye mwenyewe ndio yupo bwana shehe. Naam. Wallahi sisi katika suala kama hilo na jingine hatufanyi upinzani. Najua. Kwa sababu kwa vyovyote vile anayekufa azikwe. Naam. Hakika. Umenifahamu hivyo bwana? Hakika. Lakini nayo sisi tuna uwezo wetu katika kijiji chetu hichi. Ndiyo. Mambo yetu tunafanya pamoja, ndio watu wenyewe bwana Kisoto tu. Kweli. Sasa huyu baba ndo hafanya hayo. Si hatukumwona kutujia. Katujia huyu. Nafikiri kashindwa kuja kutuambia. Kabila kaona haya. Anaona haya na mwenyewe ndio yupo. Kwanza wote ndugu wote jamaa wote wanashughulika kila linalotokea. Yeye hatumuoni na tunakaa tukiulizana. Kweli. Na asile kuulizana tukakutuma wewe kwa sababu mtoto tunamtaka. Kweli. Takulia hapa. Kweli. Ile kuwa yeye bahati yake kazaliwa peke yake ndio mambo ya Mungu. Kweli. Lakini kakulia hapa na lugha hiyo kaitumia alipokuja anambia nimezaliwa peke yangu na kila jambo peke. Wallahi lazima nimeona unyonge sana bwana. Naomba jamani,
Unaomba nini sasa? yote yale yamemalizika. Waombe hawa sasa. Ndio nimekuja na wewe. Tunasemaje bwana? Hilo swala lishakwisha. Tunataka uelewe kitu gani kinatakiwa katika watu. Kumbusha majeraha. Si majeraha bwana. Ukisema majeraha itakuwa una hamaki. Wewe huna haki ya kuhamaki hapa. Sisi ndio tuhamaki kwa kufuata. Sasa. Sasa bwana Sheha, Naam. sisi bwana tuko chini ya wilaya yako. Naam. Na hilo unajua. Najua. Kama keshapita huko, Naam. wewe wajibu wetu utwambie tu, usituombe na tufanye. Tujue kosa lilopita. Yeye anasema kufanya kosa si kosa. Kurudi. Wallahi lazim. Basi mimi Ndio nasema lugha zao watoto wa siku hizi. basi nasema haya na nimemwambia wapo grupu kubwa. Wallahi lazim nimemuuliza wewe Chita unajua kuzika? Ananiambia mtu kuzika si anachimbiwa tu. Namuuliza kushona sanda unajua? Mie charkhani ninacho. Ala. Sasa kusalia maiti unajua asema inonishinda tahiyatu. Wallahi lazim. Lakini nabii hana analolijua huyu. Hayo kasema kabla ya leo. Jana mtu nimemwita hana moja. Hajui Mungu anampeleka wapi. Na wako wengi sana wana mambo hayo. Wengi si peke yake huyo. Wako chungu nzima. Tuwe karibu na watu. Hala, vijana. Watu wakiondoka basi. Sasa si ndio anatengenezwa? Wewe haja kukusu. Wewe haja Sisi kukusu. tutazungumza na watu wote msikitini hapa. Inshallah na sisi tukiamka asubuhi tutakuja kuifanya kazi hii. Sasa twende kwa Bwana Hamisi. Bwana Hassan mumwambie, Saidi Mwinyi mumwambie, nani huyu Mlekwa, watu wote. Sisi habari tutaitoa msikitini. Inshallah. Asante. Na tutatoa ruhusa kwamba sote tuhudhurie. Inshallah. Asante. Na mwenye lake awache leo. Inshallah. Tungoje jingine. Asante bwana. Asante bwana. Haya bwana. Bwana Chande msimsahau. Bwana Chande. Wote tutaambia. Wewe si kazi yako tena, usitufundishe wa kualia. Sisi wenyewe tunajua. Au tena kushakuwa msemaji sasa. Basi bwana Sheha. Sasa nakufundisha nini Bwana Chande? Kamwambia wewe, kamwalika wewe Bwana Chande. Basi bwana. Haya Bwana Ramadhani. Haya fi amani. Wa kujama Rahman Bwana. Asante. Haya asante. Haya sasa tuanze tuni. Sisi tunatangulia inshallah. Mbona watu? Haya unaambiwa njoo. Mambo na watu baba Wasikia? Ushafahamu. Na nishamfahamisha zaidi. Nishajua dunia, maafa nishajua kimtu. Haya baba leteni. Ona shihani sasa Asante. Sasa tuanze tu. Msikawie bwana Sasa tuanze tu nyumbani. Mimi nangojewa hasa. Sasa wewe. Na nafikiri tena hivi Na vijana msikitini ushapata habari. basi na tutazidi kuelezea. Sasa wewe nenda. Haya, asante. Wewe. Karibu. Asante. Karibu upite. Haya. Jema. Naam. Ni habari. Nzuri, shikamoo mjomba. Habari za hapa. Habari za hapa nzuri nyewe tu. Kwa Salama. mjomba, salama tu. Naona nije nimeshtuka sijakuona mazikoni. Mjomba, mimi hapa mmangu kanifungia mlango. Kafungia mlango? Kanifungia mlango kwa kufuli. Maana nilikuwa nishachukua buibui natoka kujitayarisha na kufika mlangoni, mlango haufunguki. Kutizama kwa nje kumbe kuna kufuli. Unajua kafanya kosa kubwa sana mtu kumfungia mlango, ni uhaini. Nyumba inaweza kaingia moto. Kuna Eti tatizo. mama wivu eti mjomba. Basi Sitoke mama, hapa sende harusini wala mazikoni. sasa wivu huo basi yeye mwenyewe asingefatana bega kwa bega mkenda katika hiyo shughuli. Sasa yeye mwenyewe mjomba kakusudia nini? Sasa yuko wapi huyo mume? Yeye katoka hapa kanambia kenda kwa yule jamaa mmoja anaitwa Chuta sijui. Chuta. Chuta ndio yupi? Yule mwenye upara hapa kidogo. Chita. Chita. Ndiye Chita. ndo Chita. Nikamwambia anakwenda huko kwa sababu wana mipango ya safari leo kuondoka kwenda Mombasa. Mombasa. Hii leo anaondoka. Mama, safari hiyo kwa ninavyojua hakuna safari. Mjomba, haiwezekani. Safari ipo kwa sababu ngakwambia ipo. Tiketi kila kitu tayari matengenezo. Hivi ndo katoka na tiketi yake kamfuata wewe Chita kwenda kumsikiliza. Unajua mama, kama bwana Chita zamani alikuwa hendi katika mambo na watu. Na bwana Chita amepata funzo sana kutokana na matokeo ya mjomba wake. Unaona? Sasa yule mtu amepata taaluma na hivi sasa bega kwa bega, kwa sababu mtoto wa bwana Sheha amefariki. Kwa hiyo yeye ni mstari wa mbele, linapotokezea mtaani lazima awe na wenzake.
Kwa hivyo sidhani kama safari itakuwepo. Mimi nakwambia mjomba, kwa hivyo alivyoondoka, mimi nakwambia safari ipo, haiwezi kuvunjika. Maana nikasemaje, kukosa kwenda wana pesa zao si kidogo, chini ya 200,000 alivyoniambia. Na kuziacha hizo pesa hawezi. Kwa yeye alivyo ninavyomjua kwa pesa, hata siku moja. Safari ipo hiyo mjomba. Sasa mama, mambo kama hayo kufungia milango huyo mtu, je, tumfanyie dawa? Bora mjomba, mimi nahisi tumfanyie. Tumfanyie dawa? Tumfanyie. Ode. Karibu. Kuna mgeni njoo shikamoo. Habari za leo? Salama. Habari za nyumbani? Habari safari? Nzuri. Habari za nyumbani uko na zee hawajambo? Salama salama. Salama alhamdulillah. Asante. Mbona mjomba kumwacha mnazungumza tu hujamfanyia chochote? Yeye hataki chai. Mimi sitaki chai. Kwa nini mjomba? Kwa sababu imeshakuwa mimi katika nyumba hii siaminiki. Uaminiki mjomba? Siaminiki. Leo huyu mtu kafiwa na mama yake aliyemnyonyesha na hakuja mazikoni. Nasikia umemfungia milango. Unatujua huyu na mimi vipi tumezalikana? Nakujua ni mjomba, lakini hii kufunga mlango ilikuwa bahati mbaya tu mjomba. Umefunga kama kujia anazungumza na mjomba nimalizia alafu na utarukia. Unajua mjomba, siku hiyo nilitoka mimi. Sasa kutoka kule nje nikapata Mungu ule mlango nikautia kufuli. Sikukusudia mjomba, najua maziko ni yetu sote hayo. Huyu unajua kuna vitu kule kaandikiwa, vitanda, vitu vya nyumbani na marehemu mama yake. Ina maana hajui chochote. Labda atakarisi yeye. Au vipi? Nasema nazungumza na mjomba, maanake wewe uzungumze mjomba tena itakuwa hatuzungumzi. Hebu nisubiri kidogo. Basi mjomba, ile ilikuwa bahati mbaya tu. Bahati mbaya ya kumfungia mtu milango. Basi ni halafu mjomba, nakwambia huyu mke wangu kama atakwenda manjiani peke yake na magari ya siku hizi na wasiwasi naye. Ndio kila mara hutaka tutoke shirika, kama ikiwa sipomea basi kwa mara moja nakuwa na wasiwasi. Ndio napontilia kufuli na ile bahati mbaya nisema. Hiyo si bahati mbaya. Lakini sasa ninachokuambia, nisikilize uzuri. Ninachokwambia, huyu kama anataka kufanya mambo mabaya, basi utampeleka mwenyewe. Utamruhusu na kumpeleka unapokuambia. Mimi mjomba. Lakini wewe kama unajifanya una akili nyingi, mimi nina akili zaidi kuliko wewe. Mara 1000 nimeshakuzidi. Mimi ndio nimpeleka bwana mwenyewe mimi. Wewe mwenyewe utampeleka. Na mimi kwa herini. Mjomba, mimi kwa herini. Haya mjomba, karibu. Karibu mjomba. Karibu tena. Nasema mjomba naye nini? Wewe ndio umepata topic ya kuja mjomba ile kumuelezea kwa nimekufungia mlango. Umefanya kusudi. Sasa nakwambia vipi? Sasa hivi